Kuna vitu vingi sana ambavyo vimefanyika ambavyo haviandikwi lakini ni muhimu kuvifahamu ili kizazi hichi na kinachokuja wajue. Leo tunakaa Tanzania hapa tunafurahi, lakini kuna watu ilibidi wafanye vitu nje kabisa ya uwezo wao au matamanio yao ili mimi na wewe tuwe na furaha. Sasa na tukasema tutimize ahadi, tuzungumzie harakati za Mwalimu Nyerere na timu yake kutafuta uhuru wa nchi, jinsi ambavyo mambo yalikuwa. Na hii na kuchukua na kupeleka Tanga. Nani pale? Na unajua kabla ya uhuru, moja kati Tanga sasa hivi ni jiji, ila moja kati ya majiji ya zamani pia lilikuwa jiji, baadaye jiji likafa Afrika rudi tena ikawa jiji. Ila Tanga ni miongoni mwa miji mikubwa sana ya zamani. Tanga ulikuwa ni mji wa kimkakati kama ambavyo pia unaona Kilwa. Kilwa walikuwa na mpaka na sarafu yao kabisa. Walikuwa na dola, yani mfumo kabisa. Wale Kilwa walitengeneza vyoo vya ndani self container miaka 1700 huko. Sasa tukirudi Tanga ni kwamba wakati huo Mwalimu alikuwa anachukuliwa kama mwanaharakati. Yaani kama unavyoona wanaharakati wengine walivyokuwa wanatritiwa, naye Mwalimu alikuwa anatritiwa hivyo hivyo kama mwanaharakati, kwa alikuwa adui wa wakoloni. Wakoloni walikuwa wakimtafuta sana Mwalimu. Sasa ilitakiwa aende Tanga kwa ajili ya kwenda kukutana na wazee wa pale, kuzungumza nao masuala ya uhuru wa Tanganyika, kwamba tunafanyaje, tunaikaje mambo na nini. Kwa hiyo wakoloni kupitia intelligence yao wakapata taarifa kwamba Mwalimu Nyerere yuko Tanga. Wakasambaza askari wale kikoloni kwa ajili ya kumzuia, kuhakikisha kwamba hicho kikao chao hakifanyiki. Na mbeba maono hicho kikao alikuwa ni Mwalimu Nyerere, kwa sababu ndio alikuwa anasambaza sasa chama cha Tanga. Sasa Tanga pale ukienda kuna eneo linaitwa sasa hivi pamejengwa bar. Hiyo ndio nyumba ambayo Nyerere alifikia. Maeneo hayo nadhani ni maeneo ya Sabasaba, kuna bar sasa hivi pale. Akapewa taarifa Mwalimu kwamba kikao hicho sisi hatukifanya kwa sababu wakoloni wamesambaza askari kila sehemu, kwa hiyo inabidi tuairishe. Na Mwalimu alikuwa na muda kabisa, kwa maana kwamba harakati inabidi ziende. Mwalimu akasema sasa hapa tunafanyaje? Ndipo akatokea bibi anaitwa Bi Mariam Mngazija. Bi Mariam Mngazija akamwambia Mwalimu Nyerere, hii shughuli ndogo mimi binti wa Kitanga naimaliza, wale unatoka na hawatakuona. Bi Mariam Mngazija alikuwa na baibui lake, akampa. Bi Mariam anahadisia, anasema alimvalisha Nyerere lile baibui, akampa na viatu maarufu wakati huo vinaitwa chachacha nadhani. Vilikuwa viatu maarufu sana. Bi Mariam anasema jinsi ambavyo Nyerere alivaa lile buibui alimfundisha pia kutembea kwa madaha. Yaani alimfundisha Mwalimu Nyerere jinsi ya kutembea. Mimi siwezi. Jaribu kidogo. Alitembea kikatwe. Jaribu kidogo. Yani katwe. Hii atakapoenda kwa wakoloni, sikawa wakoloni wajue ni mtoto wa kike, si Mwalimu. Kwa hiyo akafundishwa kutembea kama binti. Intelligence ya kitamaduni. Amevalia baibui. Na baada ya hapo akatoka nje, askari wa koloni wanajua ni binti anapita, kumbe ni Mwalimu Nyerere yuko ndani ya baibui na viatu vya kike vizuri kabisa. Akafika mpaka kwenye mkutano pale, hatari, akamrudishia baibui Bi Mariam Mngazija. Shughuli ya mkutano wa kutafuta uhuru wa Tanganyika ikaendelea. Morning Bantu.